Rais ndio huyo, basi akituongelesha. Karibu sana rais. Wapi makofi ya rais? Watu wa Laikipia hamjambo. Nanyuki Moriega. Mwadhani Agosho. Gaino Mwega. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi nimefika hapa Laikipia leo kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Laikipia County. Mimi nawashukuru sana wana Laikipia kwa sababu ya mambo ya muungano na umoja ambayo uko nayo ama mko nayo kama watu wa Laikipia. Na leo mimi nimefika hapa na viongozi wengi kwa sababu wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya, tunataka mambo ya maendeleo ya Laikipia iwe katikati ya hiyo maneno ya maendeleo ya Kenya. Ya muhimu zaidi ni masomo ya hawa watoto wetu. Nyinyi mnajua kama watu wa Laikipia, kama wazazi, ya kwamba elimu ndio inatupatia usawa, ndio inafanya mtoto wa tajiri na maskini wawe sawa. Ni kweli ama si kweli? Na sababu hiyo ndio leo mimi nimekuja kuungana na wazazi wa hii Nanyuki DEB, kwa sababu niliambiwa na mjumbe wenu ya kwamba tuko na madarasa hapa karibu inaharibika na mnahitaji madarasa mengine ndio watoto hawa wapate mahali pazuri pa kusoma. Si ndio? Hapa nimeona ya kwamba tumeanzisha madarasa 6. Lakini nimeambiwa na mwalimu mkuu, huyu mama amesema ya kwamba hiyo madarasa pengine tungeongeza. Sasa wewe mama, mimi nataka nikueleze mwalimu, hiyo madarasa kutoka madarasa 6 nitaongeza iwe madarasa 10. Ndio? Na kabla sijaondoka hapa nitakuwa nimepanga hiyo kazi. Na mimi nataka hii madarasa ambayo iko hapa ijengwe mara moja, tukifungua next time mwezi wa 6-7 hii madarasa iwe imekamilika, hawa watoto wapate mahali pazuri pa kusoma. Na sio madarasa haya peke yake. Hii town yetu ya Nanyuki bado iko na ukosefu mkubwa wa madarasa. Na ndio sababu nimeamurisha wizara ambaye inahusika na ujenzi ya kwamba hii Nanyuki, mbali na pesa ya CDF, tutawajengea madarasa mengine 60 katika hapa Nanyuki town hii. Ndio watoto wote wa town wapate mahali pazuri pa kusomea. Mnanielewa jameni? Tunaelewana? Kwa sababu ya muhimu, mimi nimeajiri walimu 76,000 kwa miaka 2. Na ni kwa sababu elimu ya hawa watoto ni muhimu. Lakini mwalimu pia anahitaji darasa, si ni kweli? So tutahakikisha kwamba, na huyu mjumbe wenu kazi yake sasa ni kufuatilia. Wewe bwana Kihunjuri, kazi yako ni kuhakikisha ya kwamba hizo madarasa 60 zimejengwa. Tumeelewana? Mimi nimefika hapa pia Laikipia kwa sababu nilikuja hapa kwa mpango ya affordable housing. Hiyo kazi tulianzisha pale. Mimi nimekuja kuangalia imefika wapi. Mimi naambiwa ya kwamba karibu inakamilika. Mimi nataka kupeleka macho yangu nione. Kwa sababu tena nimeongeza. Ile nyumba tulianza nayo 200, sasa nimeweka kandarasi ya nyumba zingine 1000 ya watu wa hapa Nanyuki. Kwa sababu wale watu wote wanaishi katika vitongoji duni hapa, wale wanaishi kwa slums, tunataka kuwapangia makao mazuri. Waishi kwa nyumba iko na stima, iko na maji, iko na mambo mzuri, kwa sababu tunataka kubadilisha mambo ya taifa letu la Kenya, na Laikipia na Nanyuki haitabaki nyuma. Tumeelewana jameni? Vile vile mimi nimefika hapa Nanyuki leo kwa sababu ya kuanzisha soko. Mimi nilikuja hapa na niliahidi watu wa Laikipia ya kwamba pale kwa soko tutawajengea sasa soko mpya ya shilingi 350,000 kuhakikisha
ya kwamba wafanyabiashara wetu, kina mama mboga na wale wengine wote, watafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna vyoo, mahali kuna usafi, ili biashara yenu iweze kusonga mbele, na wakulima pia wapate mahali ya kuleta mazao yao, ndio tuweze kuuza, tuhakikishe wakulima wanapata mapato na chakula inapatikana katika taifa letu la Kenya. Watu wa Laikipia tunaelewana jameni? Leo asubuhi tena nimeanzisha mradi mkubwa wa Laikipia wa kuunganisha stima. Kwa sababu wakati nilikuwa hapa mliniambia ya kwamba bado kuna manyumba mengi bado iko giza. Si ni kweli? Sasa niko hapa na waziri wa mambo ya stima. Niko hapa na PS wa mambo ya stima. Leo asubuhi tumeanzisha mradi wa shilingi milioni 720 kuunganisha watu 4,000 wapya kwa huduma ya stima. Mnanielewa? Na huyu Kiunjuri na hao wabunge wengine watatueleza kijiji gani haina stima, kijiji gani haijafikiwa na stima, sehemu gani haijafikiwa na stima, ndio tupeleke stima huko, tuondoe giza, tuweke mwangaza, shetani ahame. Ama namna gani jameni? Si namna hiyo? Unajua shetani anapenda mahali iko giza. So tukiwakisha mataa kila mahali, shetani atahama Laikipia hii. Ama namna gani watu wa Laikipia? Nego kana tikbo. Tunaelewana namna hiyo? Tuendelee namna hiyo? Kwa hivyo mimi nimefika hapa leo kwa mambo ya kazi ya watu wa Laikipia. Pia kuna maneno huyu Kiunjuri ameniambia. Kiunjuri ameniambia kuna barabara imewasumbua hapa town kutoka Liki kwenda Ndrukoma. Sijui kama nyinyi ndio mlimutuma ama ni propaganda yake. Ni mlimutuma? Huyu Kiunjuri. Mkamwambia hiyo barabara ya kutoka Liki kwenda Ndrukoma ijengwe. Sasa mimi nimekubaliana na yeye, nimepanga sasa, si ndio? Mwangi. Anasema ati niseme maneno kidogo hapa, lakini hao watu si wanataka kusikia hii maneno. Ama mnatakaje? Si ndio? So hiyo kazi ya barabara nimekubaliana na yeye. Kazi ya barabara pia ile ya kwenda Ruai, kwenda kutoka Trojan pale, hiyo barabara vile vile nimekubaliana na yeye. Nasikia hiyo barabara inawasumbua sana. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli hiyo? So nijenge hiyo barabara? Basi huyu muungwana amenieleza. Alafu kazi zingine nyingi tutakubaliana na nyinyi. Lakini nimefurahi sana kufika hapa Laikipia, kufika hapa Nanyuki. Mimi nawaambia watu wa Laikipia, watu wa Nanyuki, katika safari ya maendeleo ya Kenya, hii Laikipia itakuwa katikati ya mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, na sitaruhusu sehemu yoyote ya Kenya kubaki nyuma. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Kwa hivyo mimi niko hapa na viongozi wengi. Niko na naibu wangu anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Niko na huyu muungwana anaitwa Festus. Huyu Kiunjuri si mnamjua? Si ni mtu ya area? Niko hapa na gavana wetu, mheshimiwa wapi gavana? Ngoja. Niko na gavana wetu hapa bwana Irungu, mpigeni makofi. Niko na waziri wangu bwana Kabogo. Mimi nasikia Kabogo ni nyati. Niko na mama wetu wa county jameni, Jane Kageri. Si mnajua huyu mama? Niko na deputy governor wetu, mpigeni makofi. Niko na mama Sara Korere, mbunge wetu wa Laikipia North. Niko na huyu anaitwa Wainaina, mbunge wa kutoka kule wa Rift Valley. Niko na governor wa Embu, anaitwa Cecily Mbarire, na pia chairman, huyu ndio mwenyekiti wa chama ya UDA. Pigeni makofi chairman. Niko na waziri hapa, mheshimiwa Julius Ogamba, ndiye anasimamia mambo yetu ya elimu. Si ndio? Na niko na ndugu yangu hapa Nderito Mureithi. Ndio? Huyu Nderito Mureithi sasa anafanya kazi na mimi. Mimi nimempatia kazi, yeye sasa ndio chairman ya Kenya Revenue Authority. Huyu sasa ndiye ananisaidia kukusanya ushuru. Sasa ile jina ya Zakayo mlimpatia, Zakayo mwenyewe ndio huyu.
Haya, niko hapa na mama Rebecca Miano ambaye ni waziri wetu wa mambo ya utalii na mambo ya wanyamapori. Na niko na mama wa ujenzi Alice Wahome. Yeye ndiye ananisaidia kupanga maneno ya soko. Yeye ndiye amepanga affordable housing. Yeye ndiye atashughulika na hii mambo ya kujenga madarasa haya. Tumekubaliana? Niko na huyu mrembo wenu anaitwa Silva Museya. Mnamjua? Yeye ni PS wangu, anasimamia mambo ya wanyama pori na kupanga vile mambo itaenda mbele. Na niko na huyu Patrick Mariro. Huyu ni principal secretary wangu wa mambo ya defense. Yeye ndiye anasimamia wanajeshi wote na ni mtu wa Laikipia hapa. Na huyu anaitwa Mheshimiwa Mwaura, yeye ni spokesman wa serikali. Na huyu mungwana anaitwa Kemane Eshongwa. Yeye ndio kiongozi ya watu wote huko bunge. Sawa sawa? Tumekubaliana jameni? Sasa kwa sababu bado tuko na shughuli, Mwangi anasema tumechelewa. Asante.